Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa Geoffrey Mwambe, na kwenye kesi hii nipo na senior counsel wakili mwandamizi Mpale Kaba Mpoki. Mtakumbuka huko nyuma kwamba Geoffrey Mwambe alishawahi kukamatwa tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2025, akakaa siku 7 kituo cha polisi Kigamboni na akapewa dhamana tarehe 14 Disemba. Baada ya kupewa dhamana pale Central Police Station au kituo cha polisi cha kati, Mwambe hakuwahi kupewa sharti lolote la kuto kusafiri nje ya nchi. Sasa kwa sababu ilikuwa ni mwezi wa 12 na kabla hajawekwa ndani hiyo tarehe 7 au kabla hajakamatwa tarehe 7 mwezi wa 12, Mwambe alikuwa ni mgonjwa na alikuwa ameshaanza taratibu za kutafuta visa ili akatibiwe Ujerumani. Sasa mazingira ya kukamatwa, kuwekwa ndani siku 7, afya yake ikazidi kuzorota akiwa ndani ya kituo cha polisi. Sasa tarehe 16 aliamua kuchukua jukumu la yeye kusafiri nje ya nchi, kwa maana kwenda Ujerumani ili akatibiwe, na hiyo tunazungumza tarehe 16 mwezi Disemba mwaka jana. Sasa aliamua kuchukua na familia yake, kwa maana mke wake pamoja na watoto wake watatu ambao aliamua kuondoka nao ili awaache Masai Mara kwa ajili ya vacation, kitu cha kawaida, mbuga ya Masai Mara. Sasa wakati anaondoka Tanzania, aliamua kwenda Nairobi au kupitia njia ya Nairobi ili akaprocess visa ya Schengen visa ya nchi za Ulaya, ambapo mchakato wake ni rahisi sana kupata Nairobi kuliko hapa Tanzania. Alipofika mpaka wa Namanga, ili sasa aweze kugongewa muhuri pasipoti yake avuke kwenda Nairobi, alikutana na maafisa wa uhamiaji akiwa mpaka wa Namanga. Wakachukua ile passport, baada ya kuiprocess ili au kuipiga muhuri ili avuke upande wa pili, ikaonekana kwamba kwenye mfumo Mwambe ni mtumishi wa bunge, lakini Mwambe akamwambia yeye sio mtumishi wa bunge. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba anatakiwa aweze kubadilisha hiyo status au hiyo hadhi, awe raia wa kawaida ndio aweze kugongewa muhuri aweze kwenda Nairobi. Lakini zoezi hilo lilichukua muda wa masaa 7, ambapo kiutaratibu ni nusu saa au lisali moja. Sasa wakati akisubiri kubadilishwa hiyo status, na ukizingatia kwamba afya yake ni mbovu au anaumwa, afya yake ilizidi kuzorota akiwa pale mpakani Namanga. Lakini cha kushangaza, wakati anaendelea kusubiri yale masaa 7, yule afisa uhamiaji ambaye alichukua passport ya Geoffrey Mwambe na kutaka kuiprocess au kuibadilisha hadhi, akaanza kuwaita watu wa usalama, kwa maana polisi, defenders zikawa wanazidi kutiririka pale uhamiaji hapo Namanga. Sasa kwa hali ya kawaida tu ikaonekana mazingira yamebadilika ghafla, kitu ambacho kwa binadamu yoyote angeweza kutilia shaka. Akarudi kwa afisa wa uhamiaji akasema, nipe pasipoti yangu mimi basi niahirishe hii safari. Huyo afisa wa uhamiaji akakataa kumpa Mwambe passport. Mwambe akachukua jukumu la kurudi Dar es Salaam tarehe 16 hiyo mwaka jana. Mke wake na watoto wake watatu, wakati wako mpaka wa Sirari, wanataka kuvuka kwenda Nairobi, kwa maana Masai Mara, kwa ajili ya vacation, nao wakapokonywa passport. Kwa maana mke wake alipokonywa passport na watoto wake watatu wakapokonywa passport. Ikabidi nao wachukue jukumu la kurudi Dar es Salaam. Sasa mpaka hivi ninavyozungumza kuna passport 6 ziko idara ya uhamiaji, kwa maana passport mbili za Mwambe, diplomatic passport na passport ambayo ni ordinary passport ya kawaida, na passport 4 za watoto wake watatu pamoja na mke wake. Sasa aliporudi Dar es Salaam hiyo tarehe 16 mwaka jana Disemba, Mwambe akanituma mimi pamoja na mdogo wake huyu hapa anaitwa Nestor Mwambe twende kwa kamishna wa uhamiaji ili tukachukua hizo passport. Na ni kweli tukafanya appointment na kamishna wa uhamiaji, akatupa appointment ya tarehe 24 Disemba. Tukafika kwa kamishna wa uhamiaji, akatuambia kweli ana taarifa za hizo passport kuchukuliwa na wasaidizi wake, ila hajajua sababu nini. Kwa hiyo atatupa majibu, ngoja afuatilie
then atatupa majibu kwamba sababu za kuchukua hizo passport ni kitu gani. Tukaondoka pale tarehe 24. Tulivyoondoka tarehe 24 tukaendelea kufuatilia. Zimefanyika juhudi nyingi sana hapa katikati kupata hizo passport. Ukizingatia kwamba Mwambe anatakiwa katibiwe Ujerumani na anaumwa mpaka tunavyozungumza. Tulipofanya juhudi za kupata kuhakikisha kwamba hizo passport zinarudi, kwa bahati mbaya tukaona kwamba wenzetu au kamishna wa uhamiaji na wafanyakazi wake au wasaidizi wake wapo kimya. Tukaandika demand notice, takwa la kisheria kumtaka kamishna wa uhamiaji aweze kurudisha passport 6 kwa Geoffrey Mwambe aliyekuwa waziri awamu ya 6 ya serikali hii. Baada ya kuandika demand notice, tukatoa siku 3 kwamba awe amekabidhiwa hizo passport 6, yake moja, zake 2 na za mke wake pamoja na watoto wake. Cha ajabu, siku 3 zikapita, Geoffrey Mwambe hakupewa pasipoti zake mpaka hivi ninavyozungumza. Sasa akakaa na sisi mawakili, mimi na pale Mpoki, tukakubaliana tufungue kesi mahakamani. Sasa tumekuja kufungua kesi mahakamani hapa, maombi yanaitwa judicial review au ya marejeo, kuweza kumlazimisha kamishna wa uhamiaji aweze kumpa Geoffrey Mwambe pasipoti yake ili akatibiwe. Na Mwambe anaumwa. Hata kabla hajakamatwa tarehe 7 mwezi wa 12 kuwekwa ndani, Mwambe alikuwa anaumwa na alikuwa ameshaanza mchakato huo kama nilivyozungumza awali wa kutaka kusafiri kwenda Ujerumani akatibiwe. Sasa hatua za kesi za namna hii ni hatua 2. Hatua ya kwanza ni hii ya kuomba kibali cha Mahakama Kuu ili Mahakama Kuu itoe ruhusa sasa tufungue kesi ya msingi, mahakama iweze kumlazimisha kamishna wa uhamiaji aweze kumpa Mwambe pasipoti yake pamoja na familia yake. Na hivi tunavyozungumza Mwambe yuko nyumbani kwake anaumwa. Na ni kweli anaumwa. Na ifahamike kwamba hata alipokuwa ndani jeshi la polisi, mazingira ndani nafikiri kila mtu anafahamu kule sio picnic. Alipotoka nje afya ya Mwambe kidogo imezorota. Na mama yake mzazi huyu hapa amekuja mahakamani kusikiza kesi ya mtoto wake ambaye tunavyozungumza Mwambe yuko nyumbani anaumwa. Sasa hatua ya leo tulipofika mahakamani, tumemshtaki kamishna wa uhamiaji pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Na baada ya kumshtaki kamishna mkuu wa uhamiaji pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali, mahakama imetoa amri zifuatazo, kwa sababu tumefungua maombi haya kwa hati ya dharura. Imetoa amri zifuatazo. Upande wa serikali, kwa maana ya mwanasheria mkuu wa serikali, wanatakiwa kujibu ndani ya siku mbili hizi, mwisho tarehe 22 kesho kutwa. Then kesi imepangwa kesho kutwa tarehe 23 kwa ajili ya kusikiliza hayo maombi. Na maombi haya ni kibali tu ili tuweze kufungua kesi ya msingi sasa kumuomba au mahakama imlazimishe kamishna wa uhamiaji aweze kutoa pasipoti za Mwambe na familia yake, ambazo kimsingi hoja zetu ni kwamba pasipoti zimeshikiliwa kinyume na sheria. Hakuna sababu ambazo zimetolewa mpaka sasa hivi. Yaani wameshikilia pasipoti kuanzia tarehe 16 mpaka leo tunazungumza tarehe 20, hakuna sababu zote zimetolewa. Pamoja na juhudi mbalimbali ambazo tumezifanya au Mwambe amezifanya kuhakikisha kwamba passport anazipata akatibiwe nje ya nchi. Jambo ambalo kimsingi tukaamua kuja kuleta kesi mahakamani ili sasa mahakama iweze kumlazimisha kamishna wa uhamiaji aweze kumpa Mwambe na watoto wake passport. Sababu watoto walikuwa wanaenda kuenjoy vacation na mke wake. Sasa passport mpaka za watoto zimechukuliwa bila sababu za msingi. Sasa kama kuna sababu, basi mawakili wa serikali watakuja kuiambia mahakama hapo kwamba passport za Mwambe na familia yake zimechukuliwa kwa sababu fulani na fulani. Lakini mwisho wa siku hayo ndio yaliyojiri hapa mahakamani. Na nadhani kama kuna mtu ana swali la ufafanuzi naweza nikamjibu.